Al Ahly FAR Rabat msimu ujao ligi ya mabingwa hawamo. Hapa nipo na mzee wa data, tuzungumze mawili matatu katika yale ambayo utakwenda kuzungumza. Mimi naitwa Christopher Beda, nyuma ya kamera ni AP Classic. Unaitazama J&R Mtita TV, rafiki namba moja burudani na michezo. Twende sawa. Mzee wa data, mimi na imani uko salama kabisa, na wala sina haja ya kukupa salamu kwa sababu mimi na imani kwamba uko salama. Sasa mzee wa data, ligi ya mabingwa msimu ujao, naona kabisa kuna baadhi ya vigogo hawatakuwemo. Sasa basi, swali langu, hii ina faida gani kwa timu zetu Simba na Yanga ambao wanashiriki ligi ya mabingwa msimu unaokuja? Faida ambayo pengine watakutana nayo baada ya kukosekana hawa vigogo ni ipi, mzee wa data? Jambo la kwanza lazima tujue hao vigogo ni wepi. Ndio. Alafu tuende kwenye hilo. Ni kweli kwa msimu uliomalizika 2025-26 ni kama kimbunga fulani hivi. Baadhi ya timu ambazo zimo miongoni mwa klabu bora kwenye top 10 hazijapata tiketi ya kufuzu kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, na kwa sababu hiyo inatoa nafuu kwa timu kama wawakilishi wetu Yanga, wawakilishi wetu Simba, kwa sababu maana yake unakwenda kukutana na washindani ambao miongoni mwa wale wakali wamepungua kwenye orodha. Iko hivi, kwa kawaida CAF taratibu wao, ligi namba 1 kwa ubora mpaka ligi namba 12 huwa zinapeleka timu mbili za ligi ya mabingwa, alafu zinapeleka timu mbili kwenye kombe la shirikisho. Sasa hapa kwa sababu umezungumzia ligi ya mabingwa, ni kwamba yale mataifa 12 yanaotoa timu mbili, baadhi ya timu zimekosa hata katika zile nafasi mbili, lakini kuna mataifa mengine timu moja lakini zile vigogo zimekosa. Yaani hapo tunaweza kusema hivyo. Sasa katika orodha ya viwango vya ubora vya CAF, timu zilizokuwa bora kule juu ukizitaja katika top 10, baadhi yake hazitashiriki kwenye ligi ya mabingwa, jambo ambalo bila shaka ndio unaloulizia, kwa sababu kwa watazamaji wako ni kwamba kuwa juu kwenye viwango vya ubora haimaanishi kwamba kwenye michuano ya CAF kila inapofanyika na wewe uwemo. Hapana. Kuna mchakato wake. Namba 1, lazima upate tiketi ya kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa katika nchi yako. Kwenye zile nchi 12 kwa viwango vya ubora zinatoa timu mbili. Lakini kwenye zile ambazo hazipo katika orodha nchi zenye ligi bora 12 zinatoa timu moja. Sasa timu yoyote ile ili ipate tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya kwanza ni mchakato kwenye nchi yake ipate hiyo tiketi. Alafu ikishapata ndo tunaiona sasa kwenye michuano ya ligi ya mabingwa, ambayo sasa wakati mnakwenda kwenye hatua ya makundi, zile timu ambazo zina nafasi za juu kwa ubora ndizo ambazo 4 za juu, namba 1 kwa ubora mpaka namba 4 zinakuwa katika poti 1, namba 5 mpaka namba 8 zinakuwa poti 2, namba 9 na kuendelea na kwa poti 3, na inayoendelea mpaka 16 kwa ubora zinakuwa poti 4. Halafu mnatawanywa kwa sababu mliokuwa katika poti 1 kwenye makundi hamui kundi moja. Mkiwa katika poti 1, timu 4 kwa ubora ambazo zinapatikana kwenye poti 1 zinagawanywa kwenye makundi. Assumptions, mafikirio ni kwamba zenyewe ndo wababe wa makundi wanaenda kuongoza. Halafu zinafuatia kundi lingine la timu ambazo zinashika nafasi inatoka kuambia ya 5 mpaka ya 8 ndo zinakuwa poti 2, zinakwenda kuwa namba 2, poti 3 na kwa ya 3 na zinasambazwa. Kwa hiyo ni kwamba zile timu vigogo huwa haziwi kwenye kundi moja. Matokeo yake inaongeza nasibu kwa wao kuweza kwenda hatua robo finali na kuendelea. Kwa haraka nimejaribu kueleza hivyo. Sasa kwa hiyo kwenye orodha klabu bora barani Afrika kwa mujibu wa CAF, kuna baadhi ya timu uwezi amini Chris na watazamaji wako, msimu huu uliomalizika 25-26 zimefeli kwenye mataifa yao. Kwa hiyo zinabaki kwenye ubora wa CAF lakini hazijapata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa. Namba 1 kwa ubora, kwa mfano hivi sasa tunazungumzia Mamelodi Sundowns. Nchini kwao Afrika Kusini haijawa bingwa. Mamelodi ameshika nafasi ya 2, bingwa na Orlando Pirates. Lakini ligi kuu Afrika Kusini miongoni mwa ligi 12 bora inatoa timu 2. Kwa Mamelodi wamo. Namba 2 kwa ubora ni Al Ahly ya Misri. Yenyewe inashika namba 2 na pointi 66. Namba 1 Mamelodi ni pointi 73. Al Ahly kwenye ligi yake, ligi kuu ya Misri, ni miongoni mwa ligi 12 bora zinatoa timu 2. Sasa Al Ahly kwa mara ya kwanza katika misimu ya karibuni, msimu uliomalizika, haijaweza kuwa bingwa, haijaweza kuwa wa pili. Bingwa ni Zamalek, watani zao wa jadi, namba 2 ni Pyramids. Kwa hiyo Al Ahly safari hii hawamo ligi ya mabingwa. Kwa hiyo katika zile
klabu ambazo ulitarajia zikifuzu hatua ya makundi ziwe poti 1, Al Ahly haimo kwa sababu haishiriki michuano hiyo. Nadhani umeelewa vizuri. Wao wamaliza nafasi ya 3. Namba 3 kwa ubora ni Esperance de Tunis. Nchini kwake Tunisia haijatoa ubingwa. Bingwa ni Club Africain. Lakini kati ya timu mbili zilizomaliza juu kileleni na wao wamo. Kwa hiyo watashiriki ligi ya mabingwa wamo. Namba 4 kwa ubora ni RS Berkane, ni ya ligi kuu ya Morocco. Ligi kuu ya Morocco bingwa ni Maghreb Fez. RS Berkane sio mabingwa lakini watashiriki ligi ya mabingwa kwa sababu wamemaliza katika nafasi ya 2. Timu inayofuatia kwa maana ya timu namba 5 kwa ubora ni USM Alger ya Algeria. USM Alger wanashika nafasi ya 5 lakini katika taifa lao la Algeria timu mbili za juu wao hawamo, hawashiriki ligi ya mabingwa kwa sababu ligi kuu ya Algeria bingwa ni MC Alger, walofuatia ni JS Soura. Kwa hiyo wao hawamo katika ligi ya mabingwa. Kwa hiyo ile slot ya kutoka Algeria wao si miongoni mwa USM Alger ambao ni timu ya 5 kwa ubora. Timu ya 6 kwa ubora ni Zamalek. Zamalek ndio mabingwa wa ligi kuu ya Misri wamo. Timu ya 7 kwa ubora ni Pyramids. Pyramids ipo nafasi ya 2 katika ligi kuu ya Misri. Ligi kuu ya Misri ni miongoni mwa ligi 12 bora barani Afrika, yenyewe ikiwa ndio ligi namba 1. Kwa hiyo Pyramids wamo. Lakini kuna FAR Rabat. FAR Rabat kama ulitoka kueleza ni wana finali wa ligi ya mabingwa msimu uliomalizika, walicheza na Mamelodi Sundowns, Mamelodi Sundowns wakatoa ubingwa. Lakini cha kusikitisha kwao msimu unaokuja 26-27 katika ligi ya mabingwa barani Afrika hawamo kwa sababu FAR Rabat kule Morocco si miongoni mwa timu mbili zilizopata tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa. Kama ulivyotoka kueleza, bingwa ni Maghreb Fez, alioshika nafasi ya 2 ni RS Berkane. Timu inayofuatia hapa tunazungumzia sasa timu ya 9. Timu ya 9 ni Al Hilal Omdurman. Ni ya ligi kuu ya Sudan. Yenyewe imepata tiketi, itashiriki, ni miongoni mwa timu mbili za tiketi kutoka Sudan. Kwa hiyo itashiriki. Timu ya 10 kwa ubora ni CR Belouizdad. CR Belouizdad ligi kuu ya Algeria, wawakilishi wao wawili wao hawamo, nimetoka kuambia, ni MC Alger pamoja na JS Soura. Kwa hiyo CR Belouizdad wamo katika top 10 lakini hawashiriki ligi ya mabingwa barani Afrika. Ya 11 kwa ubora ni Simba. Simba ligi kuu Tanzania bara inatoa timu mbili kwa sababu ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, ni ndani ya ligi 12 inashiriki ligi ya mabingwa. Timu ya 12 ni Yanga. Yanga ni mabingwa ligi kuu Tanzania bara. Yanga wanawakilisha Tanzania katika michuano ya ligi ya mabingwa na watani wao jadi Simba, kwa hiyo wamo. Mwingine atashangaa, mbona umetaja 12? Umetaja 12 tuzikute timu zetu za Tanzania. Maana ukitaja 12 bora, maswali yanakuja, tangu lini kukawa na 12 bora? Sio ungesema 10 bora au 20 bora? Tumetaja 12 kwa sababu ndio bracket tunaikuta Simba na Yanga. Sasa faida ni kwamba kwenye upangaji wa makundi, endapo Simba, Yanga zitafuzu hatua ya makundi, zitakuwa zenyewe ni katika zile ambazo zimo katika poti mbili. Yaani poti ya kwanza tunatarajia kama zile za juu nazo zote zimefuzu, ceteris paribus kwa business tunasema. Yaani kila kitu kibaki kama kilivyo. Kwamba Mamelodi Sundowns afuzu makundi, kwamba Esperance de Tunis afuzu makundi, yani zile za juu zote zifuzu ambazo zina tiketi ya kushiriki ligi ya mabingwa, alafu zifuzu hatua ya makundi. Maana yake poti 1 tutakuwa na Mamelodi Sundowns, poti 1 kutakuwa na Esperance de Tunis, poti 1 kutakuwa na RS Berkane, si ndio no. Lakini haitakuwepo timu kama USM Alger. Poti 1 itakuwepo Zamalek. Kwa timu 4 za juu zinabadilika. Hazitakuwepo zile ambazo hazijapata tiketi kwenye mataifa yao. Yaani Al Ahly itakuwepo tena poti 1. Matokeo yake ukizipanga sasa, timu zikifuzu zote zilizo juu katika tuzo zisaja kwenye ligi ya mabingwa, maana yake Simba na Yanga wanaingia katika top 8 kwa sababu kuna timu 4 zipo pale juu hazijakidhi vigezo vya kushiriki ligi ya mabingwa. Ambazo ni zipi? Nimekutajia. Al Ahly haishiriki ligi ya mabingwa, USM Alger haishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, FAR Rabat haishiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, wala CR Belouizdad. Katika 12 ukitoa 4 zinabaki 8. Kwa hiyo Simba na Yanga zinaingia katika top 8 ambayo zikiingia zote makundi kwa kawaida, ili kupata makundi nimetoka kueleza timu 16 zilizofuzu hatua makundi zinapangwa 4 za poti 1 zinasambazwa, nimetoka kueleza poti 2. Sasa zikisambazwa zile 4 za poti 1 utazikuta hapa zikifuzu ni Mamelodi, ni Esperance de Tunis, ni RS Berkane, ni Zamalek, zitakuwa zimemaliza poti 1. Poti 2 sasa utaikuta Pyramids,
Poti 2 utaikuta Al Hilal Omdurman, poti 2 utaikuta Simba, utaikuta Yanga. Halafu ndo wataletewa sasa wengine wa poti 3 na poti 4. Faida yake ukiwa walau kwenye makaratasi zile mbili za juu, matarajio ni kwamba ndo wako bora zaidi, wanaletewa timu ambazo zenyewe kwa uzito kwenye makaratasi ni mwepesi, ili wawe na faida zaidi ya kuweza kufuzu kwa hatua inayofuata. Lakini msisitizo, kwenye makaratasi mipango iko hivyo, lakini zinazofuzu inatokana na kile mnachoonyesha uwanjani, kwa sababu hata katika msimu uliomalizika Simba walikuwa katika poti 2, kwenye kundi lao kulikuwa na Esperance de Tunis poti 1, poti 2 walikuwa Simba, halafu mwisho wa michuano hatua ya makundi walioongoza ni wale waliokuwa poti 4 ambao ni Stade Malien ndo wakawa namba 1, Esperance de Tunis waliokuwa poti 1 ndo wakamaliza nafasi ya pili, Simba iliyokuwa poti ya pili, poti 2 ndo wakamaliza mkiani, halafu Petro Atletico ya Angola iliyokuwa poti 3 yenyewe ndio imeenda kuwa katika nafasi ya 3. Kwa hiyo msisitizo ni kwamba kuwa katika poti 2 ni jambo zuri endapo itakuwa hivyo, lakini uzuri wake utatokana na watachokionyesha uwanjani. Kwa poti 2 peke yake haitoshi kwamba ndo mpiga hatua, itabidi makocha Steve Barker, makocha Mangoba Mngiti iwe kama chachu na wachezaji wao kwamba wao wakifuzu, msisitizo haimaanishi kwamba watakuwa sijipoti mpaka ufuzu kwanza, kwa sababu lazima mshiriki ile michuano ya awali, mwingia hatua ya makundi ndo muende huko. Wakifanya hivyo, maana yake watakuwa wametendea haki nafasi zao za kuchukuliwa kama miongoni mwa klabu 8 bora barani Afrika endapo zitafuzu hatua ya makundi. Lakini lingine, ikitokea wale waliokuwa juu nao wakiteleza, make za chini nao zitapanda. Ikitokea Mamelodi hawajafuzu hatua ya makundi, Esperance hawajafuzu, RS Berkane hawajafuzu, maana yake wanateza nasibu kwa hizi zilizokuwa chini yao ndo zipande kwenda poti 1. Hapa inamaanisha Pyramids, inamaanisha Simba. Yani itokee, nimekwambia Mamelodi wasifuzu hatua ya makundi, Esperance de Tunis wasifuzu, RS Berkane wasifuzu, Zamalek wasifuzu, zote zisifuzu. Zisipofuzu manake zingine zinaenda kwa poti 1, jambo ambalo ni nadra na itarajiwi kutokea hivyo. Mamelodi mabingwa watetezi, inatokea lakini ni kwa uwezekano mdogo. Kwa hilo unaweza ukalisema hilo. Najua watazamaji wako pengine ungetaka kujua sasa, kwa sababu hiyo Simba Yanga, je, kwa msimu ujao baada ya Al Ahly hawapo, baada ya timu kama FAR Rabat haipo, wataanzia hatua ipi kwenye michuano ya ligi ya mabingwa? Ili nimewahi kujiuliza kabla hujaniuliza. Utaratibu wa CAF ni kwamba, chukua hii formula sasa na watazamaji wako waijue. Kuna magic number inaitwa 64. 64 unatoa idadi ya namba ya timu zilizowasilishwa kushiriki michuano ya ligi ya mabingwa kwa msimu husika. Ukipata jawabu lake ndio timu ambazo hazishiriki hatua ya awali. Sasa bahati mbaya au nzuri, hivi karibuni CAF inatoa fedha nyingi sana kwenye michuano hii. Yaani tangu aingie Rais Dr. Patrice Motsepe, zawadi zimekuwa nono zaidi. Tangu hatua ya awali timu zinapewa dola 100,000, zaidi ya milioni 200 kwa mbadilishano wa fedha wa dola moja sawa na shilingi 2649 na senti 71. Unazungumzia zaidi ya milioni 260 kuingia tu, kushiriki tu ligi ya mabingwa, hata kama hujaingia hatua makundi. Yaani ukishiriki tu tayari mna uhakika wa pesa hizo. Simba Yanga wana uhakika tayari. Matokeo yake timu safari hizi zimekuwa zina majina yanakuwa submitted, yanapelekwa mengi tofauti na misimu ya nyuma. Unajua kushiriki michuano ya CAF kuna gharama zake. Timu lazima iwe na ukwasi wa kutosha, fedha za kuweza kusafiri kutoka kituo kimoja hadi kingine. Miaka ya nyuma kuna timu zilikuwa na sifa ya kushiriki, lakini majina hayapeleki kwa sababu wanajua watachemsha. Sasa kwa sababu kuna pesa za kutosha, zinawasaidia katika kupunguza gharama, kupunguza makali ya gharama za usafiri kutoka nchi moja hadi nchi nyingine kwenda kucheza. Utaratibu huo umefanya sasa timu zinazowasilishwa kushiriki ligi ya mabingwa kama ilivyo kombe la shirikisho zimekuwa nyingi. Mfano, kwa mara ya kwanza msimu uliopita uliomalizika 25-26, ligi ya mabingwa zilipelekwa timu 62. Matokeo yake kwa ile formula sasa 64 toa idadi ya timu zinazobaki ndio azishiriki. Hizi ambazo zinazobaki zishiriki ni zile ambazo unaenda kwenye viwango vya ubora, unaanza kuhesabu kati ya zilizofuzu. Namba 1 kwa ubora, namba 2 unaenda kwa kushuka. Idadi ile inahusisha zile timu bora zisishiriki kwenye hatua ya awali ya kuwania kufuzu. Msimu uliopita kwa sababu zilizowasilishwa zilikuwa ngapi? 62.
64 toa 62 inabaki ngapi? 2. Kwa hiyo 2 ndizo ambazo kati ya zilizofuzu kushiriki ligi ya mabingwa tiketi kutoka kwenye mataifa yao hazikushiriki hatua ya awali. Uje kuna first preliminary round, alafu kuna second preliminary round ambao ndo wanaofuzu wanaenda hatua ya makundi. Ile hatua ya awali ile zilizokosekana ni 2 kwa hesabu nilokuambia 64 toa 62 ambazo zilikuwa namba ya timu zilizokuwa submitted inabaki 2. Kwa viwango vya ubora katika zilizoshiriki ligi ya mabingwa, namba 1 kwa ubora ilikuwa Al Ahly, namba 2 Mamelodi. Hizi hazikushiriki hatua ya awali, ziliwasubiri wengine. Wengine na wasubiri vipi? Endelea. 64 toa 62 inabaki 2, ndo wao hawashiriki hatua ya awali. Timu zilizowasilishwa zilikuwa 62. Kwa hizi 2 hazishiriki, zinabaki ngapi? 60. 60 zikaenda kuchujana, zinabaki ngapi? 30. Kwenye hatua ya pili sasa ya awali kufuzu hatua ya makundi, mnaungana na zile 2 zinakuwa 32. Mkicheza sasa kwenye ile playoff ya kwenda hatua ya makundi, zinabaki 16 ndo zinaenda hatua ya makundi. Mfano ingekuwa ngapi? Kwa mfano nimewasilishwa hapa, nimetaja mfano wa 62 ili watazamaji wako waelewe vizuri. Wewe taja namba nyingine. Kwa mfano msimu huu zipelekwe timu ngapi? Kwa mfano wanaopeleka timu ni mashirikisho wanachama 54. Wakipeleka majina ya mabingwa, kwa maana zile nchi mataifa yenye ligi bora 12 wanapeleka timu 2, alafu mataifa mengine yanapeleka timu 1. Kwa mfano zipelekwe timu ngapi? 60. Zikipelekwa 60 itakuwa 64 toa 60 inabaki ngapi? Inabaki 4. Zile 4 sasa zilizofuzu kushiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, 4 hazitashiriki hatua ya awali. Ambazo ni zipi? Unaenda kwenye viwango vya ubora sasa. Mamelodi hawatashiriki, Al Ahly wasingeshiriki lakini hawamo, kwa hiyo wao uwezo kuhesabia. Esperance de Tunis hawatashiriki raundi ya awali. Inayofuatia itakuwa RS Berkane. Inayofuatia itakuwa ni Zamalek, kwa sababu USM Alger ndio ilipaswa kuwepo, haipo, haijapata tiketi, tumetoka kueleza. Kwa hiyo itakuwa Mamelodi, Esperance, alafu nimetoka kutaja RS Berkane na Zamalek hazitashiriki hatua ya awali. Endapo timu zitakazopelekwa CAF kushiriki ligi ya mabingwa zitakuwa 60. Taja namba nyingine, labda watazamaji wako ndio wataelewa zaidi. Namba nyingine? 62. 62 itakuwa kama msimu uliopita, nimeshatoka kufafanua. Okay. Ikiwa kwa mfano ngapi? Taja nyingine. 58. 58. Ikiwa 58 utachukua 64 toa 58 inabaki ngapi? 6. 6 hazitashiriki hatua ya awali. Ambazo zitakuwa ni zipi sasa? Tunaanza. Ambazo zitashiriki hatua ya kwanza ya awali. Hatua ya pili ya awali utashiriki ili kwenda makundi. Hatua ya kwanza ya awali hazitashiriki ni Mamelodi. Ya pili Al Ahly tumesema haipo. Tenda ya tatu Esperance haitashiriki. Halafu tutakwenda RS Berkane haitashiriki. Halafu tutakwenda Zamalek haitashiriki. Halafu Pyramids haitashiriki. Halafu baada ya Pyramids kuna Al Ahly haitashiriki. Amini Al Hilal haitashiriki hatua ya awali. Sasa kwa sababu umesema 58 6, zile 58 sasa nafafanua zaidi. Hizi 6 ambazo hazitashiriki hatua ya awali, unaenda kutoka kwenye 58 zinabaki ngapi? 52. Hizi 52 zitaenda kuchuana katika raundi ya kwanza ya awali. Zikichuana 52 zitabaki timu 26. Sababu 26 zitatolewa, zitabaki 26 baada ya kila moja kucheza home and away, home and away. Hizo 26 unaongeza na zile 6. Inakuwa sasa 62 zinacheza hatua ya pili ya awali kupata 16 bora. Ufafanuzi huu watazamaji wako kama hawajaelewa warudishe tu nyuma hapa J&R Mtita TV wataelewa. Nimekuelewa. Na kwa maana hiyo ingekuwa timu 56 ina maana Simba na Yanga na wao pia wasingeanza ile hatua. Tukipiga hesabu lakini timu 56. Yes, kwa sababu gani? Timu zikiwa 56. Tuendelee tu. Hapa naenda taratibu sasa. Hapa nivumilie nifafanue taratibu. Watazamaji wako waelewe. Ndio. 64 toa 56 inabaki ngapi? Inabaki 8. Sasa 8, kumbuka katika zile timu tulizozitaja tulizitaja mpaka Yanga ni timu 12. Lakini kuna 4 hazishiriki ligi ya mabingwa ingawa ni miongoni mwa klabu bora ambazo tukazitaja ni Al Ahly haishiriki, tukataja kuna USM Alger haishiriki, kuna FAR Rabat haishiriki, kuna CR Belouizdad haishiriki. Kwa hiyo zinabaki 8. Hizo 8 sasa maana yake katika zile 12 Simba na Yanga zinaenda kuwemo kama tulivyotoka kufafanua. Kwa hiyo ikitokea majina ya timu zilizowasilishwa zitakuwa 56, basi Simba na Yanga raundi ya kwanza ya awali hawatashiriki. Wewe umeelewa vizuri, mwanafunzi mzuri sana. Naam. Asante sana. Yeah.
Bwana mzee Data, mimi nadhani kwamba kufikia hapo tumemaliza. Hakika. Msingi tu ni kwamba vyovyote itakavyokuwa ni mabenchi ya ufundi, kwa maana kocha Steve Barker, kocha Mangoba Mngiti wafanye vizuri katika eneo la usajili, wapate wachezaji ambao watakuwa competitive, washindani haswa, kwa sababu ni michuano yenye ushindani mkali. Zawadi ni nono sana. Bingwa msimu huu anaenda kupata dola milioni 6 kutoka dola milioni 4. Unaona zilivyoongezeka? Ndio. Kwa hiyo lazima wapambane sana kuhakikisha wanasajili vizuri, management za hizi timu ziwaunge mkono vizuri ili wakafanye vizuri. Lakini ni kuwatakia kheri katika kipindi hiki cha maandalizi ambayo huanza katika usajili. Hizi tetesi hizi wahakikishe wanatoa wachezaji ambao sio tu kwa ajili ya michuano ndani, lakini pia ligi ya mabingwa, ili mwisho wa siku waendelee kufanya vizuri. Wasiishie tena tu makundi. Kibidi waende mbali zaidi, ambayo itaongeza pointi katika kapu kuu la nchi na hatimaye ligi yetu kuendelea kuwa miongoni mwa ligi bora barani Afrika kama ilivyo sasa. Mimi ni kushukuru sana mzee wa Data. Shukrani jazilan. Naam. Huyo ni mzee wa Data. Bila shaka tumemsikiliza kwa uzuri kabisa, kwa namna ambavyo amefafanua juu ya ushiriki hasa katika mashindano haya. Hatua ya awali ya kwanza kabisa na hatua ya awali ya kwenda hatua ya makundi. Namna gani unakwenda kushiriki na kwa nini hauchezi? Bila shaka watu wengi tumeelewa, na hizo ndio data ambazo mdau wa JNR Mtisha TV, rafiki namba 1 burudani na michezo, tunazihitaji. Nikushukuru sana. Mimi naitwa Christopher Beda na nyuma ya kamera ni AP Classic. Bye bye. Je, unatafuta saluni ya kike yenye huduma bora ya kisasa na bei nafuu? Basi usihangaike tena. J&R Mtita Unisex Saloon. Tuna saluni ya kike inayopatikana Mikwambe Maliasili. Ni mahali sahihi pa kubadilisha muonekano wako na kuongeza kujiamini. Karibu sana siku ya leo kupata huduma zifuatazo: kuosha nywele na kuseti, tunapamba maharusi, tunafanya simple makeup ya kisasa na inayovutia, tunasuka yebo faster kwa haraka na kwa ubora, tunashonea weaving kwa ustadi wa hali ya juu, netwave, tuna blow dry, tunafanya facial inayofanya ngozi yako iwe laini, safi na yenye mvuto. J&R Mtita Unisex Saloon. Hii siyo saluni ya kawaida, ni saluni ya matokeo. Tunapatikana Mikwambe Maliasili. Huduma safi, wahudumu wa karimu na mazingira mazuri kwa kila mwanamke. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu namba 0745884112. Usikubali kichwa chako kiwe cha mazoea. J&R Mtita Unisex Saloon. Saluni ya kike inayopatikana Mikwambe. Urembo ni utambulisho wako.